ambaye alikuwa akifanya kazi hapa mjini Ushirombo. Kwa hiyo habari zote za kufa zilifikia watu wengi sana. Sawa. Zilifikia watu wengi sana. Basi baada ya kuwa amefariki Museveni, mimi nilikaa chini. Nikasema kama kundi lote ambalo ndo sasa tuliokuwa pamoja tunafanya kazi hizo, tuliokuwa tunafanya mafunzo hayo kwa ajili ya kufanya uhalifu. Ndiyo. Mimi ndio ninaonekana, mimi tu ndio nimebaki. Nifanyeje? Sawa. Sasa nilikuwa nakwenda kanisani kama mazoea, ikabidi nichukue hatua kubwa na kumwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Sawa. Nikamwamini Yesu kuwa Bwana maisha yangu kwa sababu alikonitoa amenitoa katika kifo. Moja, nisingeanguka kwa yale mazoezi ya soti, yawezekana na mimi ningepigwa kiberiti kama hawa. Sawa. Ningepigwa kiberiti kama hawa. Lakini sasa nikakumbuka Bwana amenitoa wapi? Ni mbali. Basi ndipo nikachukua hatua ya kuingia katika toba ya kweli. Sawa. Nikaingia katika toba ya kweli. Sasa nikisema nizungumze yote, niende tu kwenye pointi ambayo ni nyingine tena katika hali ya baada ya kuwa nimetoka huko sasa, nimeingia katika Kristo Yesu. Hapo nyuma nilikuwa ni mpenzi sana mimi wa kuimba na kucheza. Sawa. Ngoma za asili. Nilikuwa napenda sana. Kwa hiyo baada ya kuwa nimeokoka kikweli kweli kutoka moyoni, bila kushinikizwa na mtu yeyote yule. Sawa. Baada ya kuwa nimeokoka, ndipo sasa kwa sababu nilikuwa ninapenda kuimba, na pale kanisani nilipenda sana kuimba miaka ya 95, 96. Kwa hiyo kuanzia mwaka huo nilijiunga na kwaya moja ilikuwa inaitwa Goligota. Goligota. Sawa. Ilikuwa inaitwa Goligota. Nikajiunga na kwaya hiyo. Nikajiunga na kwaya hiyo. Sasa kwa sababu mimi nilikuwa ni kipenzi, ndani yangu nimeokoka, nilikuwa na furaha sana na nikimfurahia Yesu wangu kwanza kule alikonitoa na mpaka hapa nilipo. Ndugu zangu na wenzangu wote wamekwisha kufa, kwa hiyo nilifurahi sana. Sasa baada ya hapo nikaendelea, ndipo nikachaguliwa na kwaya ile niende nikajifunze muziki. Na mimi kwa sababu muziki ilikuwa ni sehemu kama ya moyo wangu, nikaenda nikajifunza masuala ya muziki, nikajifunza nikaelewa. Baada ya kuwa nimefahamu habari ya nota, habari ya muziki, nikajua, ndipo sasa nilienda kuitumikia kwaya ile ya Goligota. Sasa wakati huo sasa alikuwa mwalimu wangu alikuwa anaitwa Nation. Yeye yule Nation alikuwa hajui masuala ya muziki. Muziki tu ni ile tu kusikia kwamba huu ni muziki, lakini ule utendaji na muundo wa muziki alikuwa hajui. Kwa hiyo mimi nikawa ni mwalimu, pia nilikuwa ni mwalimu wa muziki. Kwa hiyo nimeendelea hivyo. Basi Bwana kazidi kunipandisha hivyo. Ilikuwa na hudumu kwaya moja, nikawa na hudumu zaidi ya kwaya. Kwa hiyo kila kwaya ikiwa nihitaji na kwenda kufanya habari ya muziki. Kwa hapa Ushirombo wamezoea sana ile ya kutengeneza muziki, wanasema kutengeneza beat. Sawa. Kwa hiyo nikawa sana, Mungu akanisaidia sana kunifikisha katika viwango vile vya kutengeneza zile beat. Kwa hiyo beat maana yake ni ule muziki, yani ule muziki ambao sasa unaweza kuingiza ili ya kwamba uingize vocal, sauti. Lazima uanze kutengeneza kwanza muziki, uanze kutengeneza. Hivyo. Kwa hiyo nimetumika katika makanisa ya hapa Bukombe mengi. Wachungaji wengi nimefanya nao kazi, wengi wananifahamu, nafahamika sana. Sasa baada ya hapo kwa kweli Bwana hakuniacha. Bwana hakunipungukia kabisa. Maana Biblia inasema hivi, mtu akimtumikia Bwana, Bwana tamheshimu. Bwana amezidi kuniheshimu kwa kazi ya kumtumikia. Nimefanya kazi bila kinyongo. Nimetumika kwa kwaya mbalimbali. Yaani kutoka moyoni. Kutoka moyo wa ndani kabisa nimefanya nao kazi kwaya mbalimbali. Nimefanya muziki kwaya mbalimbali. Kwa hiyo baada ya hapo nakumbuka sasa nimeendelea na hali hiyo
kwa makanisa mbalimbali, lakini kitu ambacho kabisa ningependa nikieleze kabisa kwamba kwa ajili ya umma wote, nadhani ni mapema ndani ya mwaka jana uliopita, ilikuwa mwezi wa 7, ndipo shauku kubwa sasa iliingia ndani yangu. Ni baada ya kuwa nimejifunza mafunzo ya Biblia ya International. Kwa hiyo nikatoka kule, nilivyotoka kule shuleni nilikuja na shauku kubwa sana kwa ajili ya utumishi kabisa. Ndani nilikuja na moto, lakini nilipofika kwa wachungaji wangu kuwaeleza habari za moto nilionao kati ya mimi na Mungu wangu, wachungaji wengi hawakupenda sana. Hawakupenda kwa sababu walijua kwamba mimi nikiondoka kwenye yale makanisa yao patabaki ukiwa. Kwa hiyo walinishikilia sana. Sasa nilishikiliwa sana kwa habari ya kutoka kule kwa ajili ya kuwasaidia kwaya. Ndio. Mimi niseme tu wachungaji, kwa hilo ni roho si nzuri sana. Unaweza kumshikilia mtu, kumbe mtu ana kitu chake ambacho kimeshakwisha kuingizwa sasa na mzee wa siku. Mungu anataka akamtumie sehemu nyingine. Lakini wewe mchungaji bado umemshikilia. Unaweza kuleta kelele na fujo hapo kanisani. Sasa kilichofanyika ili kusudi niweze kupata fursa ya kuweza kutimiza haja ya moyo wa Mungu, kilichofanyika ni vurugu katika kanisa. Ni vurugu. Yaani wazee wa kanisa wameinuka. Wanamuinukia mchungaji, wazee wa kanisa wanaumana. Kwa hiyo ikatokea vurugu kubwa sana. Lakini vurugu hiyo pia ikanigusa mimi, kwa sababu kanisa la pale ambapo nilikuwa nabudia, karibia wote walikuwa wananiamini kwa sababu si mimi bali ni Bwana. Mimi kwa namna nyingine nimejifunza sana kuhusu unyenyekevu. Nimejifunza sana. Kwa hiyo walinielewa. Sasa ile vurugu ilivyotokea, lakini kumbe Bwana anatengeneza njia pasipokuwa na njia. Amen. Katika vurugu ile mimi nikasema sasa nisishindane nao. Kweli ingelikuwa ni kwa habari ya vita ya damu na nyama, ilikuwa ni kupigana. Maana kumbuka siku moja kuna mzee mmoja, sitamtaja jina, tulikuwa katika mkutano. Mimi nilikuwa kwenye upande wa muziki na vyombo. Ndiyo. Kama kiongozi. Alinikuta pala kanikamata. Na ni mzee kabisa mzee. Akanikamata. Sasa nikasema hii roho ni roho ya kutoka wapi? Kweli nilionyesha unyenyekevu. Nikamwambia mzee nisamehe. Lakini yote na yote ni changamoto, kuna mtu anatafutwa hapo. Mimi nilipofika nyumbani sikumwambia mtu yeyote katika changamoto ile. Sikumwambia, bali niling'ang'ana na Mungu. Nikasema Mungu, na unajua shauku iliyoko ndani yangu, unaifahamu. Sasa kama unaifahamu, naomba ufanye mwenyewe, si kwa akili zangu, si kwa ufahamu wangu. Basi nikiwa katika maombi, nakumbuka ilikuwa kama saa 9, nimelala na mke wangu. Tumelala usingizi, lakini Mungu alinichukua katika ulimwengu wa roho, akanihamisha, ndipo akanionyesha mambo makubwa yaliyopo na yajayo. Akaniambia, mimi nimekuchagua kwa mtumishi wangu, kwa nini unafanya kuwa moyo mgumu? Na mimi sema ukweli, mpaka askofu wangu alinieleza maswala mengi kabla. Lakini kamwambia muda bado. Kwanza nilijiona bado hata umri. Kumbe ninajilisha upepo. Sasa baada ya hapo ikabidi nikiwa katika ile maombi nikamshirikisha mke wangu, nikamwambia nilichokutana na mzee wa siku ni 1, 2, 3. Wewe unasemeje? Akasema sawa, kama ni kweli umekutana naye atafanya njia pasipokuwa na njia. Jumapili iliyofuata kanisani, nilikwenda kanisani. Baada ya kufika pale kanisani, mchungaji, wazee wa kanisa, wote wakainuka juu yangu. Wote wakainuka juu yangu. Sasa mimi nikitafakari na kujieleza kwamba nina kosa gani? Maana aliyekuwa ametuhumiwa kwa kosa alikuwa ni yule aliyenikuta madhabahuni na kunikaba. Si ndio? Ndio alikuwa anaonekana na kosa. Sasa mimi nikasema, mimi nina kosa gani? Mimi niko madhabahuni kwa mujibu, kwa sababu mimi ni mwalimu na ni msimamizi wa vyombo. Sasa itakuweje kesi hii igeuke juu yangu?
Lakini nikasema, nikakumbuka neno moja katika usiku ule, namwambia Mungu, akasema, si nilikwambia nilivyokuonyesha, nenda kanitumikie. Muda ndo huu. Basi nikakubali fanya vita. Niliitishwa kikao na wakuu wa dini. Baada ya kuitishwa kikao, wakanieleza masuala mengi, lakini walichoniambia ambacho ni kigumu, nitakieleza kama ilivyo, kwa sababu si matusi. Ni kwamba mimi nimeweka ushawishi wa kanisa ili linielewe, liniamini mimi kuliko wazee wa kanisa. Kwa hilo likawa kosa. Kwa nini kwaya ya vijana, ya kina mama, kina baba, nilikuwa nimetengeneza na kwaya ya wanaume, kwaya kuu, kwa nini na kuamini wewe ni nani? Kwa hiyo nikakalishwa kikao kwa ajili ya kosa hilo. Kwa yale makosa mengine yakafunikwa, likaibuliwa kosa lingine kwamba nimefanya ushawishi. Kwa hiyo kwa sababu nimefanya ushawishi wa kuwashawishi kwamba watu waniamini kuliko wazee wa kanisa, kuliko mchungaji, niseme kitu kabisa, Mungu aishie, aliye hai, nilituhumiwa kwa kosa hilo, ndipo nikaambiwa kwamba nitubu. Mimi niseme uwazi, na kwa anayenisikia, sikukubali kuweza kutubu kwa kitu ambacho si kosa, nitakuwa najipalia makaa. Mimi ninasaidia kwaya zisimame, ziimarike. Kwa hiyo imekuwa kosa. Nikasema hapana, sitaweza. Kwa hiyo mpira ukamrudia mchungaji ambaye ndo aliyekuwa mlezi. Wale wazee wa kanisa wakamrushia mpira mchungaji. Mchungaji yeye akasema, maana kulikuwa na makosa ambayo alikuwa naona yeye akasema nisameheni, lakini mimi sema ukweli, nilisema hapana, siwezi kutubu na roho hainishuhudii kutubu kwa kitu ambacho si yani hakigusi moyo wangu. Hakigusi. Hata kama nitatubu, ni kama vile kufurahisha umma na kufanya vitu ambavyo ni kama vya kiuchochezi tu, usiokuwa na maana. Niliwaambia wazee wa kanisa haiwezekani, na nikawaambia wazee wa kanisa, angalieni, yani wazee wa kanisa mnakuwa juu kuliko mchungaji. Nikasema ni kosa kubwa sana, na mimi hukumu hiyo nilihukumiwa na mzee wa kanisa. Sasa hebu chukua mazingira ya haraka, mtazamaji unayenisikiliza, yani mchungaji yupo hana mamlaka ya kutoa hukumu, ila wazee wa kanisa ndio wana mamlaka ya kutoa hukumu. Mimi nilihukumiwa na wazee wa kanisa, kwa hiyo nilikataa. Labda baba wa nyumba husika angeniambia kwamba makosa yako ni 1, 2, 3, kwa sababu ndiye anayenilea. Ndio anayenilea, lakini hawa hapana. Nikasema kwa hili sitaweza kusema kwamba nitubu. Nikawaambia hivi, ninaombeni mnipe nafasi. Wakasema hatukupi nafasi. Hapo ulipo ni mshtakiwa kama washtakiwa wengine. Kwa hiyo wiki iliyofuata ndipo wakatangaza kanisani kwamba Mwalimu Eliudi Chaga Nzoya tumemsimamisha huduma, hatafundisha kwaya, hatafanya maelekezo yote mpaka hapo tutakapokuwa tumefanyeje, tumemwangalia. Na mimi nikawacheki, nikawatizama, kwa sababu tayari Mungu ameshaweka kitu kingine kabisa tofauti. Kwa sababu kule mimi nilikwenda kufanya kazi katika makanisa hayo, sikuwa wa kule. Bali mimi nilikwenda kufanya kazi kama mtumishi tu kule, kazi ya walimu na kazi zingine, sikuwa wa kule. Sasa baadaye, kwa sababu kule niko kwa nimetokea tayari, moja kwa moja askofu wangu alikuwa anaelewa hatua moja baada ya nyingine, ndipo akaniita. Baada ya kuniita akaniambia, mwanangu, katika njozi nimekuona. Nimekuona ukihangaika sana. Na mimi sijamueleza jambo lolote lile. Nikasema moyoni, ni kweli. Akanambia, sasa mpaka sasa hivi upende usipende, utake usitake, kwa sababu nimeshaonyeshwa kuna kibali ndani yako. Leo nitakuombea kuwa mchungaji. Moyoni nilicheka kwa sababu tayari kibali kilikuwa kimeshapatikana ndani ya moyo wangu. Lakini sasa nikapiga mahesabu, anakwenda kuniombea huyu mtumishi wa Mungu, nitaanzia wapi, nitaishia wapi, wakati kwanza sijapata sehemu ambapo kwamba nitaanzia hapa.
Lakini jambo aliloniambia yule askofu wangu, akaniambia hivi, katika mazingira yeyote yale, iwe nyumbani, iwe sehemu yoyote ile, utaanza kazi ya Mungu. Akanitia moyo, akasema, mimi nilifikiri labda mpaka nipate viwanja vikubwa vya kujenga kanisa, lakini yeye akanitia moyo, akaniambia sehemu yoyote ile utaanza kazi. Ndipo akaniambia maneno hayo. Kwa kweli nilitoka, yamenifariji sana, yamejenga moyo wangu. Nilipomwambia mke wangu, nilifika, alitoa machozi. Alitoa machozi kabisa. Na kuna picha moja niliposti nikiwa naye, nikiwa nimemkumbatia kifua, akiwa anatoa machozi. Sasa alitoa machozi. Akaniambia ni kweli, kwa sababu na yeye alihangaika katika ulimwengu wa roho juu yangu, juu ya huduma. Kwa hiyo mimi nikawa nimeanza kazi hiyo. Wiki moja kabla ya hukumu yangu, wiki hiyo ndio ninawekewa mikono kuwa mchungaji. Sawa. Nikawekewa mikono kuwa mchungaji. Kwa hiyo mimi, historia fupi kabisa ya utumishi ndio ikawa imeanza hivyo, lakini pia ilianzia changamoto ambazo nimekusha kuzieleza kule Yesu alikonitoa. Lakini sasa hapa nilipo tayari ni mchungaji. Ni mchungaji na sina muda mrefu nikiwa nimeshawekewa mikono kwa mchungaji. Kwa hiyo baada ya hapo, kwa kweli nimezidi kumfurahia Yesu. Amen. Kabisa. Nimezidi kumfurahia Yesu kwa sababu baada ya kuwekewa mikono kwa mchungaji, kwanza watu hawakuamini. Yaani huyu mtu wiki iliyopita alikuwa ni mwalimu, amekuweje mchungaji? Kumbe juhudi zilikuwa zimekwisha anza kufanyika zamani huku nyuma. Kutoka naandaliwa kwenda shuleni. Kwa hiyo juhudi zilikuwepo, lakini watu wengine hawakuelewa harakati ambazo nilizokuwa nazo. Kwa sababu si masuala yote unaweza kuambia watoto. Ndio. Kwa hiyo watu wote mji wa Ushirombo walitaharuki kusikia kwamba amekuwa mchungaji. Imekuwa gumzo ndugu zanguni mnaonisikiliza. Ilikuwa gumzo kwa kweli katika mji wa Ushirombo kwamba aliyekuwa mwalimu anatengenezea muziki leo hii amekuwa mchungaji. Kwa hiyo mpaka sasa miezi ambayo nimemaliza nikiwa tayari nimeshakuisha kuwekewa mikono, nina miezi 3 na wiki 2. Miezi 3 na wiki 2 kama sikosei, sijaangalia kwenye kalenda vizuri, lakini kalenda yangu inaniambia hivyo. Sasa ndani ya hii miezi 3 katika yale maombi, Bwana aliniambia jambo moja. Akasema hivi, katika utumishi hutajipambania, nitakupambania mwenyewe. Sikuamini. Baada ya wiki iliyofuata hiyo ndo nimeanza mimi na mke wangu na familia yangu nyumbani kufanya ibada. Kufanya ibada. Nimeanza nyumbani na mke wangu, lakini ibada ile ya kwanza nilimuona Roho akishuka. Yaani mpaka kwa yule mtoto mdogo ambaye sasa ni wa mwisho kwangu. Maana mimi nina watoto 6. Na watoto 6, Mungu amenijalia kupata watoto 6. Hata yule mdogo alitoa machozi. Na unajua kuna kutoa machozi ya furaha, lakini kuna kutoa machozi ya kumaanisha, kuna kutoa machozi ya huzuni. Yale machozi yalikuwa ni ya furaha kwa kazi ambayo na nilivyokuwa nimewajenga na kuwatia moyo siku ile. Nilisema neno moja ambalo linapatikana katika maandiko, Roho wa Bwana yu juu yangu, amenitia mafuta kuwahubiri habari njema, kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika. Nilisema maneno mengi katika familia, lakini wiki hiyo nikaanza kuzunguka sasa nipate wapi pa kuweza kuweka hema ili ya kwamba sasa niweze kuambia na watu wengine habari za Yesu. Kwa hiyo nikaanza kutafuta eneo nilipata ukumbi. Nilipata ukumbi ambao ulikuwa rasmi ili ya kwamba kwa ajili ya kuonyesha mpira. Mpira. Sasa ule ukumbi nikamkuta mzee mmoja. Yule mzee kwa kweli hakusita, akasema kwa habari ya Injili tu na kwa habari ya kuomba Mungu, yani kabisa ukumbi huu ninauacha wazi. Lakini tu akaniambia kwamba ndani ya miezi 6 uwe umeshakuwa wazi, kwa sababu nina maelekezo mengine ya kufanya kwa ajili ya taratibu za mpira, lakini kabla hazijafika nitakuachia kabisa ufanye huduma hiyo, lakini kutakuwa na gharama kiasi ambayo utakuwa unachangia kama $50,000. Kwa hiyo nimekuwa nikitoa $50,000, lakini kumbe katika familia ya mzee yule
lilikuweko neno. Mke wake alikuwa akisumbuka na miguu. Sawa. Ilikuwa inawaka moto. Ndio. Ilikuwa inawaka moto. Sasa kupitia kupata ule ukumbi wa mpira, basi kutoka pale nikapata mshirika wa kwanza kabisa ambaye alikuwa anasumbuka na miguu. Ilikuwa inawaka moto. Na kutoka kwa huyo mzee. Kutoka kwa huyo mzee. Kwa hiyo yule mzee kwanza alistaajabu sana. Mke wangu miaka yote hii nimetumia fedha, gharama nyingi kwa waganga wa kienyeji. Amepona leo. Ni jambo kwa kweli ambalo hakuliamini yule mzee. Lakini niwaambie na niwatie moyo watazamaji kwamba Yesu yupo na anafanya njia pasipokuwa na njia. Na sio huyo tu. Walikuja, kuna mama mmoja mwingine anaitwa Mama Vero. Naye alikuja, familia yote wanasumbuka na miguu, inawaka moto mpaka watoto wadogo. Nikasema yuko Yesu mahali hapa, amenituma kwa ajili ya watu wenye miguu kama hawa. Kwa kweli niseme kwamba watazamaji, kwa habari ya miguu, Yesu amenipa kibali hicho. Amen. Amenipa kibali hicho. Hakuna mtu aliyekuja nasumbuka na miguu akaondoka hajapata haja ya moyo wake. Na wote kuambia semea kabisa mpaka sasa wanamfurahia Yesu. Na mpaka sasa mshirika wangu wa kwanza kama limbuko la hapa kanisani ni huyo mama katika familia ile ambayo ilionipa ule ukumbi ambapo mpaka sasa ndo naabudia hapo. Sawa. Kwa hiyo mpaka sasa hivi ndo akawa mshirika wangu wa kwanza. Na mpaka sasa hivi nashukuru Mungu naendelea naye. Amen. Mpaka sasa hivi nimempa nafasi kubwa. Yeye ni kiongozi wa kina mama. Sawa. Ni kiongozi wa kina mama, mshauri, kwa sababu ni mama ambaye ana hekima, busara. Kwa kweli Bwana amemponya kabisa. Pale ambapo alikuwa hawezi kwenda, sasa hivi anaenda. Amen. Kabisa anaenda. Amen. Anaenda. Na kwa umri wake ni mkubwa, lakini kutokana na magonjwa aliyokuwa nayo, ule umri ulikuwa umetengenezwa kuwa kama mzee kabisa, kikongwe. Sawa. Lakini sasa hivi ukimwona, ni binti kabisa. Ni binti kabisa. Mpaka mume wake anasema, sasa hivi nimekuwa na msichana kabisa hapa nyumbani, kumbe ni mke wangu. Kwa hiyo mpaka sasa hivi ninaendelea. Lakini naendelea katika mazingira kidogo ambayo sio rafiki sana. Moja, hapa nilipo sina eneo. Sina eneo. Tayari nilikuwa nimepewa miezi 6. Sasa hivi nimebakiza miezi 2 kutoka hapa. Na hapa sijui kwamba nitaelekea wapi. Lakini Yesu anazidi kuniambia kwamba eneo hili ndipo niifanye kazi yake. Viwanja vipo sawa, lakini kidogo vina bei ghali. Mimi ndo nimeanzisha huduma hivi, sijawa na uwezo wa kusema kwamba niweze nikafanya. Na bado pia waumini nilionao, sema ukweli, nimekuwa sina chuki. Mimi naombea watu wa madhehebu mbalimbali, na kila siku saa 1:30 ninafanya ibada hapa kanisani. Kila saa 1:30 ninaiombea dunia nzima, ninaombea viongozi, ninaombea kila itikadi ya kabila, dini, yani kila tabaka naziombea. Kwa kweli Mungu amenipa kibali hicho. Na kama ningekuwa naombea wote waombea hapo madhabahuni kwamba wawepo hapa na waweke viota, ningekuwa na kanisa kubwa. Lakini kwa sababu ni kwa ajili ya neema, mimi Bwana amenipa kabisa nafasi ya kutokuwa na ubaguzi. Mpaka Wasabato wamekuja hapa, tumefanya nao maombi na Bwana amewaponya. Amen. Kwa hiyo mpaka sasa hivi, kwako wewe unayenitizama, ni kweli sasa hivi nina changamoto ambayo ni kubwa zaidi. Mpaka sasa nimebakiza miezi 2 kutoka hapa kwenye madhabahu hii, nianze kuangalia mazingira mengine. Sasa ili ya kwamba niweze kupata namna gani nipate vifaa elekezi. Kwa kweli nahitaji nguvu elekezi. Kwa mfano, maeneo waga yapo. Ndio. Shida ni fedha. Shida ni fedha. Kwa mfano, nimesikia umesema Yesu amekwambia utumike maeneo yanayozunguka eneo hili. Yes. Labda eneo hili ukipata eneo au viwanja hapa vinauzwa kiasi gani? Kwa kiwanja kimoja, yani mtu kakupunguzia ni milioni 4 mpaka milioni 5. Milioni 4 mpaka milioni 5. Milioni 5. Sawa. Lakini kuna mtu mwingine nilizungumza naye, yeye ana kijumba cha wastani kwa kiwanja chake. Akaniambia yeye anakubali kutoka kwa eneo lile, lakini akienda kujengewa nyumba kama ile sehemu nyingine, yuko tayari kuachia eneo lile. Okay.
yuko tayari kuachia eneo lile, lakini tatizo mtazamaji wangu fedha. Okay, sawa. Kwa ni kama milioni 4 milioni 5 tuseme. Milioni 4 milioni 5. Na kwa mfano jengo likisha kiwanja kikipatikana, maana yake kuna vitu vingine vinahitajika. Bati. Bati. Kusimamisha jengo. Simenti. Kwa mfano kwa hesabu ya haraka, ukitoa kiwanja, vingine vinavyobakia pale kwa mfano kwenye ujenzi. Kwa hesabu ya haraka jumla unaweza ikawa kama kiasi gani? Kwa hesabu ya haraka siwezi kuzungumza sana kwa sababu mimi si fundi sana kivile kutathmini. Lakini kwa majengo ambayo kidogo nimeyaona na kwa sababu mimi nimekuwa nikitizama watu wanavyojenga, wanavyoishi. Jengo la wastani nikiwa na japo nikipata milioni 20 za kianzio kidogo zinaweza tofauti na uwanja milioni 20 naweza nikapata kajengo ka kianzio. Okay. Ka kianzio. Milioni 20. Viti, maana naona una mabenchi huko. Viti navyo bado ni changamoto. Kwanza ninapoondoka hapa haya mabenchi pia ni ya ukumbi wa mpira. Sio yako? Hapana, sio yangu. Nimedhaminiwa tu na mwenye ukumbi. Sawa. Kwa hiyo haya mabenchi sio ya kwangu, lakini sasa mpaka sasa nakoelekea Bwana atakakonipeleka. Sawa. Yaani sina kwamba ninaweza nikasema kwamba nina kiti nina nini bado. Bado. Sawa. Bado. Labda tu nikusema tu kwamba labda kuchukua matofali na kukalia. Sawa. Sawa mtumishi, sasa Mungu atavileta. Hapa wako watu mbalimbali ambao wanakutazama. Sawa. Nafikiri pia kwa sababu umesema unaombea watu. Ndio. Kwa hiyo watakutafuta watu mbalimbali kwa ajili ya maombi. Sawa. Na kwa ajili pia ya kushiriki na wewe katika ujenzi wa kazi. Sawa. Ya Mungu kwa mahitaji ambayo umeyazungumza. Sasa labda utaje namba yako ya simu. Japo nitaiweka kwenye screen. Sawa. Lakini itaje pia. Ndio, namba yangu ya simu kwa yule ambaye atakayewiwa. Yaani mimi niseme tu kwamba moyoni mwangu kabisa. Moyoni mwangu si nitotaka kumshawishi mtu kwamba anichangie shilingi 10,000, 50,000, milioni 1, milioni 10. Hapana. Ni yule tu aliyeguswa na hizi taarifa, ni yule tu aliyeguswa kwa moyo wa kupenda kabisa. Hata hapa kanisani kwa washirika nilionao, kwa kweli wananishika mkono kwa moyo wa kupenda. Si wawekei kiwango kwamba kila mtu awe na kiwango cha shilingi 50,000 kwa ajili ya tukio hili au kwa ajili ya kukodisha ukumbi huu. Sema kweli nimekuwa na wachache ambao wananishika mkono. Dio. Lakini zaidi najipiga mimi kama mimi. Sawa. Sasa kwa atakayeweza kunishika mkono kabisa kwa moyo wa kupenda, mimi ningeweza nimpe namba yangu ya simu. Sawa. Akanishika mkono kwa moyo wa kupenda. Iwe ni mchungaji. Iwe ni mchungaji ambaye tayari nimeshakwisha kufanya naye kazi hapa mjini Ushirombo na dunia nzima kwa ujumla. Nishikwe mkono tu kwa namna yoyote ile. Amen. Nishikwe mkono kwa namna yoyote ile. Namba yangu ya simu natumia Voda. Sawa. Sana natumia Voda kwa sababu hii ni line yangu kidogo ya zamani, ina wateja wengi. Namba yangu ya simu 0746876112. Labda nitairudia tena kwa faida ya mtu ambaye hajanisikiliza vizuri. Okay. 0746876112. Kwa mtu yeyote atakayewiwa kunishika mkono. Jamani, mimi ni mnyenyekevu. Fedha ile itafanya kazi madhabahuni. Sitasubutu nile fedha hata yeyote ile itakayotoka mikononi mwa mtu aliyenishika mkono. Nia yangu na shauku yangu ni kwa ajili ya kazi ya Bwana kabisa. Amen. Nimejitoa kikamilifu na familia yangu imejitoa kikamilifu. Na pia ninahitaji kwa vile mimi ni mwalimu na ninahitaji nipate vyombo vya muziki sina. Vitu vyote nahitaji nipate. Unajua ukitoka kwenye vyombo alafu uje kwa makofi kidogo, mtazamaji wangu, ni ngumu sana. Lakini mimi kwa sababu nina Yesu wangu aliyeniita, hata hivyo sioni ugumu wake. Lakini pia ili ya kwamba niweze kuisukuma mbele injili zaidi, ningeomba tu nishikwe mkono kwa hilo. Amina mtumishi. Na hiyo namba iko WhatsApp? Ndio, iko WhatsApp. Inapatikana WhatsApp Sawa. Sasa ikitokea kuna yule